Karibuni tena rafiki zangu, ndugu, tunapokwenda kutazama somo jingine tena katika platform hii ya Bible Truth Prophet Minister. Na kabla hatujaanza somo hili, ninapenda kukualika tuweze kuanza na ibada fupi ya maombi, tuweze kujikabidhi mikononi mwa Kristo. Na ninakualika sana, karibu. Rafiki yetu mwema, Mungu mwenye upendo na mwenye nguvu, asante kwa masaa haya na muda huu. Tuna imani ya kwamba mbingu inaingilia kati katika kila jambo ambalo linatendeka katika ulimwengu kwa ajili ya wokovu wa watoto wa mwanadamu. Baba, kifo chako pale msalabani kilidhihirisha wazi ya kwamba uliupenda ulimwengu huu, na kila mmoja ambaye atakubali kupatanishwa na damu yako iliyomwagika pale msalabani atakuwa salama hata ujapo mara pili. Tunachokuomba na kukusihi wakati wa amani fupi ambapo pepo zinazidi kuvuma, tunahitaji watoto wako kuweza kuandaliwa kwa yale yanayojia ulimwengu, maana yanayojia ulimwengu ni makubwa kuliko tunayoyaona. Hivyo tunapoanza somo hili, tunajikabidhi mikononi mwako, tukiruhusu neema yako itawale maisha yetu. Mtazamaji pamoja na msikilizaji waweze kusogezwa karibu na Calvary, na ukatupe usemi ambao utaendana kila ambacho Baba unahitaji tukifanye. Neema yako yatosha. Tunapoanza somo hili, tunajiweka chini ya uangalizi wa malaika zako watakatifu. Kwa jina lake Yesu tunaomba na kuamini. Amen. Ninawaalika rafiki zangu, matukio yanayoendelea leo ni wazi ya kwamba tuko mwisho kabisa wa kufunga kwa historia ya ulimwengu. Katika changamoto yote ambayo dunia inakumbwa nayo, kuna kitu kilicho nyuma ya hiyo changamoto. Leo hivi sauti za watu wengi, macho ya watu wengi yapo kutazama kila ambacho kinaendelea Mashariki ya Kati. Yaani vita ya Israel waliungana na Marekani pamoja na Irani. Je, kuna kitu chochote ambacho maandiko imekizungumza kuhusiana na mambo yanayoendelea? Nina imani ya kwamba Biblia yetu imekuwa na historia ya kuwa sahihi, na 90% ya maandiko matakatifu yametimia, na 10% yanatimia na tatimia katika siku za usoni. Hivyo yako mambo mengi ambayo tunahitaji kuyatazama kwa sasa, na nina imani ya kwamba Mungu ana kitu cha kutueleza katika hii siku ya leo. Hivyo usipange kukosa katika hili somo, na somo hili nimelipa kichwa kinachosema Israeli, Marekani na Irani, ole za siku za mwisho. Yaani vita Israeli, Marekani na Irani ni ole ya siku za mwisho. Ukijifunza kitabu cha Ufunuo sura ya 7, utakutana na malaika wanne ambao wanazuia pepo. Maana ya pepo ni machafuko. Hivyo katika mambo yanayoendelea katika ulimwengu, Mungu yuko anaingilia kati, na Mungu ndiye ambaye ana ruhusa ya kuachilia zile pepo ili kusudi machafuko yaweze kuikumba dunia. Na kama Mungu hata ruhusu, hakuna chochote ambacho kinaweza ruhusiwa kuendelea. Hivyo tunapoona hizi changamoto ya vita, tunapoona matetemeko, tunapoona magonjwa, ni dalili wazi ya kwamba Mungu anaachilia pepo na zivume. Lakini wakati Mungu anaachilia hizi pepo, watu wa Mungu ambao wamemngojea kwa muda mrefu inapaswa jiandae, kwa sababu kuachiliwa kwa pepo kuna ambatana na Kristo kukomesha kazi yake ya upatanisho ambayo anaifanya toka alipoingia mwaka 1844. Hivyo tunapaswa kuwa tayari kwa kila ambacho kitaukumba ulimwengu, na wanadamu wengi watakutwa hawajajiandaa. Lakini kwa sababu sisi hatumo gizani, inapaswa tuwe tayari. Na kitabu cha Ufunuo sura ya 8 kinazungumza kuhusu habari ya mabaragumu. Kitabu cha Ufunuo sura ya 8:13 kina maandiko yafuatayo: kisha nikasikia tai mmoja akiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu, ole, ole, ole wao wakao juu ya nchi, kwa sababu ya sauti zisaliazo za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga. Kitabu cha Ufunuo sura ya 8 kinazungumza kuhusu habari ya baragumu.
Kitabu cha Ufunuo sura ya 7 kinazungumza kuhusu habari ya kuzuiwa kwa pepo ili kusudi zisiweze kuvuma na kuruhusu machafuko kuikumba dunia. Maana yake mpaka watu wa Mungu watakapokuwa wametiwa muhuri, ndipo Mungu anaweza karuhusu machafuko yaweze kuendelea. Na hizi dalili za vita ni ishara wazi ya kwamba Mungu anakaribia kukamilisha kutia muhuri watoto wake, na ataruhusu machafuko yaweze kuikumba dunia. Kwa hiyo kitabu cha Ufunuo sura ya 8 kinazungumza kuhusu habari ya ole. Lakini kitabu cha Ufunuo sura ya 8 ukianza ile mstari wa kwanza inazungumza maneno yafuatayo: hata alipofungua muhuri wa 7, kukawa kimya mbinguni kama muda wa nusu saa. Nami nikaona wale malaika 7 wasimamao mbele ya Mungu, nao wakapewa baragumu 7. Na malaika mwingine akaja akasimama mbele ya madhabahu, mwenye chetezo cha dhahabu, akapewa uvumba mwingi, ili autie pamoja na maombi ya watakatifu wote juu ya madhabahu ya dhahabu iliyo mbele ya kiti cha enzi. Na moshi wa ule uvumba ukapanda mbele za Mungu pamoja na maombi ya watakatifu kutoka mkononi mwa malaika. Ufunuo sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 4, tunaona kuna kimya mbinguni nusu saa, ambayo hii ni muda wa siku 7. Lakini pia anapoendelea anazungumza kuhusu habari ya matukio ambayo yanaikumba dunia kama baragumu, na uvumba ni maombi ya watakatifu. Hivyo kabla Kristo hajasitisha kazi ya kuombea watakatifu, ni lazima tushuhudie changamoto katika ulimwengu. Changamoto hizi ni za vita, changamoto hizi ni za magonjwa. Hivyo baragumu inazungumza historia ya ulimwengu, hasa Mungu aliporuhusu wakana Mungu na wapagani waweze kuadabishwa. Kwa hiyo zile ngurumo au zile baragumu 7 zinazungumza kipindi cha kanisa au kipindi cha dunia, wakati ambapo Mungu aliruhusu watakatifu wake watunzwe, wakati huo waabudu sanamu wakiwa wanapitia changamoto na kuuawa. Ufunuo 8 mstari wa 5 mpaka 6, maandiko yanaendelea kama ifuatavyo: na huyo malaika akakitwaa kile chetezo, akakijaza moto wa madhabahu, akautupa juu ya nchi. Kukawa na radi na sauti na umeme na tetemeko la nchi. Wale malaika 7 wenye baragumu 7 wakajifanya tayari ili wazipige. Mwisho huduma ya Kristo, baragumu, turejee nyuma ya historia, hukumu kwa wale wanaoabudu sanamu. Kwa hivyo baragumu ilikuwa ni hukumu kwa wale wanaoabudu sanamu. Ukianza ule mwaka wa 538 tunapata historia ngumu sana ya kanisa la Roman Catholic likishinikiza taratibu ambazo Kristo hakuzichagua, na watu ambao walikwenda kinyume walikumbwa na vifo. Watu takriban milioni 50 waliuawa na kanisa la Roman Catholic, na Mungu aliamua kuinua watu ambao wangeshambulia Roman Catholic. Hivyo baragumu 7 ni vita ambayo Mungu anaruhusu Roman Catholic iweze kukinywea kikombe. Na hivyo tunapoelekea kwenye baragumu ya kwanza, ya pili, ya tatu, kwa neema ya Mungu ataweza kutusaidia kugundua kila ambacho kilikuwa kinazungumzia historia ya Rumi mpaka mwisho ilipopata jeraha la mauti, lakini mpaka mwisho itakapokwenda kuhitimishwa kwa kuangamizwa wakati wa mapigo 7 ya mwisho. Hivyo Ufunuo wa Yohana 8:7 tunapoanza kusoma baragumu ya kwanza, maandiko yanasema hivi: ninaomba ufuatane nami kwa maombi tuweze kuelewa kila ambacho Mungu anahitaji atueleze, ili kusudi tunapoona changamoto zinaikumba dunia tujue kwamba yuko anayeongoza ulimwengu na tuko salama kama tutakuwa chini ya uangalizi wake. Malaika wa kwanza akapiga baragumu, kukawa na mvua ya mawe na moto vilivyotangamana na damu, vikatupwa juu ya nchi. Theluthi ya nchi ikatetemeka, na theluthi ya miti ikatetemeka, na majani mabichi yote yakatetemeka. Tunafahamu ya kwamba Rumi mwanzo ilianza kwa ustawi mkubwa kabisa. Rumi ikatambulikana kwamba ni dola ambayo ilikuwa sasa inastawi. Na baada ya Rumi ya kisiasa kuwa imeondoka, tunaona Rumi ya kipapa ikianza kutawala. Kwa mwanzo wa Rumi tunaona kwamba ilianza kuvamiwa na Wagoth chini ya Arak mwaka wa 395 baada ya Kristo. Na mawe maana yake ni uvamizi,
lakini damu maana yake ni mauaji. Kwa pointi hiyo, baragumu ya kwanza ilikuwa ni mashambulizi ya Wagoth dhidi ya Rumi ya kisiasa, na ilitokea mwaka wa 395 na ulikuwa chini ya kiongozi wao aliyeitwa Alaric. Lakini baragumu inayofuata, baragumu ya pili, ya tatu na kuendelea, maandiko matakatifu, Ufunuo wa Yohana 8:8 mpaka 9, maandiko yanasema kama ifuatavyo: malaika wa pili akapiga baragumu, na kitu mfano wa milima mkubwa wakao moto kikatupwa katika bahari. Theluthi ya bahari ikawa damu, wakafa theluthi ya viumbe vilivyomo baharini vyenye uhai, theluthi ya merikebu zikaharibiwa. Baragumu ya kwanza tunaona Wagoth wakipambana na Rumi katika nchi kavu. Sasa tunarejeshwa na vita ambavyo vilifanywa na Wavendol mwaka wa 428 mpaka mwaka wa 468 baada ya Kristo. Rumi na Ugiriki vilishambuliwa vibaya mno kutoka baharini chini ya Genseric. Hivyo baragumu ya pili ilikuwa ni mashambulizi ya waabudu sanamu, na hii ililetwa na hawa Wavendo ule mwaka wa 528 mpaka mwaka wa 468 baada ya Kristo. Lakini malaika watatu akapuliza baragumu, ile Ufunuo 8:10 mpaka 11. Malaika watatu akapiga baragumu, nyota kubwa ikaanguka kutoka mbinguni iliyokuwa ikiwaka kama taa, ikaanguka juu ya theluthi ya mito na juu ya chemchemi za maji, na jina lake la nyota iliitwa Pakanga. Theluthi ya maji ikawa pakanga, na wanadamu wengi wakafa kwa maji hayo, kwa kuwa yalitiwa uchungu. Katika baragumu ile ya tatu tunashuhudia pia kiongozi mmoja aliitwa Atila anaendelea kushambulia waabudu sanamu, yaani Rumi. Na tunafahamu ya kwamba Atila alikufa mwaka wa 453, na baada ya kufa Atila jeshi lake halikuweza tena kusimama. Kwa hiyo tafasiri ya kwamba aliona nyota ambayo baadaye ilianguka na kupotea. Kwa hiyo ilikuwa ni dalili wazi ya kwamba Atila utawala wake ulikoma kama kimondo. Na tukiendelea kwenye Ufunuo sura ya 8:12 mpaka 13, wakati wa baragumu ya 4, maandiko yanasema kama ifuatavyo: malaika wa 4 akapiga baragumu, theluthi ya jua likapigwa, na theluthi ya mwezi na theluthi ya nyota. Tunafahamu ya kwamba nyota, jua, mwezi hufanya kazi ya kuangaza. Bila shaka huu ulikuwa ni wakati wa zama za nini? Ulikuwa ni wakati wa zama za giza. Mchana usiangaze theluthi yake, wala usiku vivyo hivyo. Kisha nikasikia tai moja kiluka katikati ya mbingu, akisema kwa sauti kuu, ole, ole, ole. Hizi ni ole ngapi? Hizi ni ole 3. Kwa maana yake kama tumeona baragumu ya 4, maana yake kuna baragumu 3 zimesalia. Maana yake ole ya 5, ole ya 6 na ole ya 7. Kitabu cha Ufunuo kimezungumzwa kwa namba 7, mihuri 7, baragumu 7. Kila wakati alizungumza 7 akiwa na maana ya ukamilifu. Kwa hiyo hizi ole 7 maana yake ndizo zitakazokamilisha matukio mpaka ujio wa Yesu mara ya ngapi? Mara ya pili. Kama tumefika kwa wakati wa ole ya 4 au wakati wa baragumu ile ya 4, maana yake ni wazi ya kwamba tunazidi kusonga mbele tukikaribia mwisho wa matukio nini? Ya kufungwa kwa historia ya huu ulimwengu. Kwa hiyo wakati wa zama za giza za kiroho, Walumi walianzisha baraza la kuhukumu wazushi. Ilikuwa ni karne ya 13. Hivyo wakati wa baragumu ile ya ngapi? Ile baragumu ya 4. Ni kwa wakati huu Rumi ilikuwa inawatesa watu wa Mungu. Ilikuwa ni wakati wa zama za giza la kiroho. Lakini katika baragumu hii ya 4, Mungu aliruhusu Mungu kuinuka kwa dola ya Kiislamu wakati Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipo na kuanza kuvunja ngome za waabudu wa sanamu. Hapo ndipo ambapo baragumu hiyo, baragumu ya 4 na baragumu ya 5 na baragumu ya 6 zilipofanya kazi. Mpaka mwaka 1840 ilikuwa ni mwisho wa baragumu ya 6. Itabaki baragumu moja ambayo itamleta Kristo mara ya pili. Sikiliza anavyozungumza: kisha
nikaona nikasikia tai mmoja ikiruka katikati ya mbingu akisema kwa sauti kuu, ole 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 wao wakao juu ya nchi, kwa sababu ya sauti zilizosalia za baragumu za malaika watatu walio tayari kupiga. Ufunuo wa Yohana 9 mstari wa kwanza. Hapa ndipo tunaona dola ya Kiislamu ikinuka. Malaika watano akapiga baragumu, nikaona nyota iliyotoka mbinguni imeanguka juu ya nchi, naye akapewa ufunguo wa shimo la kuzimu. Nini? Ufunguo wa shimo la kuzimu. Wakati utawala wakati dola ya Kiislamu ilipokuwa inainuka, yani wakati Uislamu ulipokuwa unaanzishwa, mafundisho yake yalipingana sana na ibada sanamu. Lakini baadaye tunaona kwamba Uislamu baada ya kuvunja baadhi ya sanamu uliacha baadhi ya sanamu ambazo zilikuwa kule Meka. Hivyo mafundisho ya Kiislamu yaligeuka kuwa shimo la nini? Shimo la kuzimu. Tunaona Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kinuka, lakini baada ya kufa anamwacha Abu Bakar ambaye aliendeleza pia mashambulizi ya hawa watu ambao walikuwa wakiabudu masanamu. Kwa hiyo katika zile ole 4 zilizopita, ambapo ni sawa na baragumu 4, tunaanza ole ya 5, ambapo hapa inazungumzwa kama ore ya 5, ambao ni baragumu ya ngapi? Ambao ni baragumu ya 5, ambao hapa ni ore ya kwanza. Anasema hivi, ole wa kwanza umekwisha kupita, tazama bado ziko ole 2 zinazokuja baadaye. Kwa hiyo ole inayozungumzwa hapo katika Ufunuo sura ya ngapi? Katika Ufunuo sura ya 9 mstari wa kwanza, ilikuwa ni dola ya Kiislamu wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na Abu Bakari walipoanza kushambulia waabuduji wa sanamu. Kwa baada ya hapo tunaona Ottoman Empire ikinuka wakati wa Ottoman. Kwa hiyo pia hiyo ilienda mpaka mwaka 1840 ambapo dola hiyo Turuki ilipoanguka. Kwa hiyo katika ole wa kwanza uliopita ulikuwa ni ole ambao Waislamu walianza kushambulia, walianza kuwapiga Warumi na waabudu sanamu wote, lakini hawakusogelea wale ambao walikuwa na muhuri wa Mungu. Kwa hiyo katika Ufunuo 9 mstari wa 11 na 14 maandiko yanasema kama ifuatavyo, ole wa kwanza umekwisha kupita. Maana yake wakati wa kina Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Abu Bakar, tazama bado ziko ole 2, maana yake kuinuka kwa Ottoman Empire na ole ya mwisho ambayo itafunga historia ya huu ulimwengu. Sikiza mpendwa mtazamaji, ujue lol ya kina Koleshi, ujue lol ya kina Ilani wakati wa kufunga historia ya huu ulimwengu. Hakuna chochote ambacho Mungu anaruhusu kitokee pasipokuwa na sababu, na hakuna vita isiyokuwa na maslahi ya Rumi. Kwa hiyo kila vita unayoiona kuna maslahi fulani ya upapa, na Marekani anapambana vita vitakatifu vya upapa. Sikiliza, anasema tazama bado ziko ole 2 zinakuja baadaye. Malaika wa 6 akapiga baragumu, nikasikia sauti moja iliyotoka katika zile pembe za madhabahu iliyo mbele ya Mungu, ikimwambia yule malaika wa 6 aliyekuwa na baragumu, wafungue nao malaika 4 waliofungwa kwenye mto mkubwa Frati. Ole wa kwanza tumeona ulisha kabla ya wakati wa Kristo. Ole wa kwanza tumeona ukisha wakati ambapo Mungu aliruhusu waabudu wa sanamu waweze kupigwa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na Abu Bakar. Lakini tunaona ole unaofuata ilikuwa ni kuibuka kwa dola ya Uturuki, ambayo hii iliongozwa na Othman, yani Ottoman Empire, na hii ilikuwa ni baragumu ya 6, ikaanza na iliwaua mpaka dola hii ya Ottoman ilipoanguka mwaka 1840. Lakini pia Ellen White kwenye Pambano Kuu kurasa wa 34 paragrafu 33 paragrafu ya 4 anasema kama ifuatavyo: katika mwaka 1840 utimilifu mwingine wa unabii muhimu uliamsha hisia zilizoenea sana. Miaka 2 kabla, Josiah Leach, mmoja wa wachungaji waliokuwa wakihubiri marejeo ya pili, walichapisha tafsiri ya Ufunuo 9 ukitabiri anguko la dola ya Ottoman. Kutokana na hesabu, utawala huu ungeangushwa mwaka 1840 baada ya Kristo. Muda mwingine toka mwezi wa 8, na kabla ya siku chache tu kufika mwisho
aliandika akiruhusu kipindi cha kwanza miaka 150 ambayo ilifanywa na Waislamu wa zamani kabla ya kuinuka hii dola ya Uturuki. Anasema kwamba kwa utimilifu dhahiri, kabla Dekanos hajachukua madaraka kwa ruhusa ya Waturuki, na kuwa miaka 391 na siku 15 ziliisha katika mwisho kipindi cha kwanza, itaisha tarehe 11 mwezi wa 8 1840, ambapo utawala wa Ottomani kule Constantinople anaweza kutarajia kuvunjika. Na hii pia naamini itakuwa ndiyo sababu. Huu ni Josiah Litchi anaandika. Kwa hiyo ni wazi kwamba ile ole ya sita ilienda ile ole ya sita ambayo ni baragumu pia ya ngapi? Ni baragumu ya sita, lakini hapa inazungumzwa kama baragumu ya kama ole ya ngapi? Kama ole ya pili. Maana yake ilikoma ule mwaka wa 1840 wakati dola ya Ottomani ilipofanyaje? Ilipovunjika. Lakini pia kitabu cha maisha ya Mtume ukurasa wa 30 inaandika hivi: baada ya Muhammad kukua na kuanza kuishi maisha ya kijamii, alishuhudia matendo hayo ibada ya Waarabu hawa wa asili wa Meka. Lengo hilo lilimsukuma kutoa mapendekezo kadha wa kadha kwa jamii hiyo ya kipagani ili kuwataka kufanya mabadiliko fulani toka katika kawaida yao ya ibada, kama vile kuondoa masanamu katika jengo la Kaaba. Lakini alifanikiwa kutoa baadhi, na alikuja kufeli kabisa kukomesha ibada ya sanamu hizo. Kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa na vita na masanamu, lakini tunafahamu ya kwamba kule Kaaba aliacha wala hakuvunja masanamu yale. Na ndiyo maana dini ya Kiislamu ilianza kama nyota, baadaye tunaona inageuka kwa shimo la nini? Inageuka kwa shimo la kuzimu, kwa sababu ya mafundisho yake ambayo hayaendani kabisa na utakatifu wa Mungu. Lakini pia Krilos ukurasa wa 136 anasema kwamba katika kipindi cha vita hii miji ilichukuliwa kwa kushtukizwa na farasi wa Ottomani na mioto mingi na umwagaji wa damu. Wakazi zaidi wa 800 waliouawa kikatili, wale waliokataa kuwa Waislamu, na baadaye kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo dola Uturuki iliwataka watu wasilimu au walipe kodi, lakini kwa sababu nabii kumetimia, kwa sababu nabii ulikuwa unakwenda kutimia ule mwaka 1840, dola ya Uturuki iliamua kusalimu amri. Ufunuo 11 mstari wa 14 anasema kwamba ole wa pili umekwisha kupita, tazama ole wa tatu unakuja upesi. Sasa ole wa tatu unaozungumzwa hapa maana yake utamleta Kristo, utamleta Yesu. Ole wa pili unaozungumzwa hapa maana yake ndiyo baragumu ya ngapi? Ndiyo baragumu ya sita, ambayo ni ole ya ngapi? Ambayo ni ole ya pili. Ufunuo 11:15 mpaka 19 maandiko yanasema hivi: wakati wa baragumu ya saba nini ambacho kitatokea? Malaika wa saba akapiga baragumu, pakawa na sauti kuu katika mbingu zikisema, ufalme wa dunia umekwisha kuwa ufalme wa Bwana wetu na wa Kristo wake, naye atamiliki hata milele na milele. Na wale wazee 24 waketio mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifudifudi, wakasujudu, wakamsujudia Mungu. Maana yake wakati wa ore ya tatu ambao ni baragumu ya saba inamleta Kristo, na Kristo anahitimisha kazi yake ya upatanisho. Maana yake hakuna tena maombezi. Wale ambao wamekataa damu ya upatanisho watakuwa wamekataa rehema ya Kristo milele. Anasema kwamba na wale wazee 24 walioketi mbele za Mungu katika viti vya enzi vyao wakaanguka kifurifuri, wakamsujudu Mungu, wakisema, tunashukuru, tunakushukuru wewe Bwana Mungu Mwenyezi, uliyeko na uliyekuwako, kwa sababu umeutoa uweza wako ulio mkuu na kumiliki. Na mataifa walikasirika, hasira yako nayo ikaja, na wakati ukaja wa kuhukumiwa waliokufa na kuwapa thawabu yao watumwa wako manabii na watakatifu, na hao walichao jina lako, wadogo kwa wakubwa.
na wa kuharibu hao na kuwaharibu hao waiharibuyo nchi. Kisha hekalu la Mungu lililoko mbinguni likafunguliwa, na sanduku la agano lake. Kukawa na umeme na sauti ya radi na tetemeko la nchi na mvua ya mawe nyingi sana. Bila shaka hizi ni dalili za kwamba Yesu alikuwa anatoka katika nini? Katika chumba cha patakatifu pa patakatifu mno. Mambo yafuatayo Yohana aliyaona. Jambo la kwanza, kulikuwa na sauti kuu katika mbingu. Jambo la pili, ufalme wa dunia ukawa ni ufalme wa nani? Wa Mungu na Kristo wake. Jambo la tatu, hekalu la Mungu likafunguliwa. Maana yake hakukuwa tena na kafara ya upatanisho. Yale yote ambayo Kristo aliyafanya kwa ajili ya mwanadamu yalikuwa yamekataliwa kabisa. Hivyo wakati wa baragumu ya 7 itakuwa ni wakati wa maandalizi ya marejeo ya Kristo. Maana yake watu watashuhudia mlango wa lemo kifungwa na mapigo 7 kumwagwa katika ulimwengu, na baadaye utakatifu wa Mungu kuchukuliwa na kwenda mbinguni. Jambo la 4, kukawa na umeme. Jambo la 5, sauti na radi. Jambo la 6, tetemeko la nchi. Jambo la 7, mvua ya mawe. Mvua ya mawe tunafahamu pigo la mwisho itakuwa ni nini? Itakuwa ni mvua ya mawe pamoja na tetemeko. Maana yake kwamba wakati wa baragumu ya ngapi? Ya 7, ambayo ni ole ya 3, inamleta Kristo, na anatoka Kristo patakatifu. Maana yake anakuja katika huu ulimwengu. Rafiki zangu, ndugu zangu, niwaambie kitu kimoja. Tunaposhuhudia haya matukio ambayo yanaendelea, hizi vita, hasa hii vita ambayo upapa umeamua kupambana nayo, kwa sababu tunafahamu ya kwamba jeshi la papa ni nchi ya Marekani. Na tunafahamu hata hawa Israeli kupitia Mossad kuna majesuiti ndani yake, lakini pia CIA kuna majesuiti ndani yake. Maana yake Rumi inapambana kwa kificho kupitia taifa la Marekani na Israeli, lakini pointi kubwa ni kwamba hawa watu wanalenga kuondoa Uislamu ambao muda wa siku nyingi Mungu ameutumia kuzuia pepo zisiweze kuvuma. Kwa hiyo hii dalili mojawapo ya kwamba Kristo anakaribia kumaliza kazi yake ya upatanisho, na atakuja kudai wale ambao wametunza mavazi yao kwamba ni watoto wake. Lakini kuna ufanano mkubwa mno wa hii baragumu ya 7 au ole ya 3 na matukio ambayo yatatendeka wakati wa Ufunuo sura ya 10 na ngapi? 16. Sikia anavyozungumza. Mvua ya mawe kubwa sana ya mawe mazito kama talanta ikashuka kutoka mbinguni juu ya wanadamu. Wanadamu akamtukana Mungu kwa sababu ya lile pigo la mvua ya mawe, kwa maana pigo lake ni kubwa sana. Kwa hiyo muhuri ule wangapi? Kwa hiyo ule muhuri ile baragumu ya 7 ambao ni ole ya 3, maana yake kutakuwa na tabu ya Yakobo, mapigo 7 na ujio wa nani? Na ujio wa Kristo. Lakini pia hapa tunaona mambo yafuatayo. Sauti kuu ikatoka hekaluni, jambo la kwanza. Jambo la pili, ikasema imekwisha. Jambo la 3, pakawa na umeme. Jambo la 4, sauti na radi. Jambo la 5, na tetemeko kuu la nchi. Jambo la 6, mvua ya mawe nyingi sana. Na ndiyo pia ambao tumeona kwenye kitabu cha Ufunuo 11, 15 mpaka 19, ambao ni wakati wa nini? Ni wakati wa baragumu ya 7. Sasa swali, kwa yale ambao tunayaona leo yakiendelea, ni dalili wazi ya kwamba Mungu anakaribia kuruhusu machafuko yaweze kuikumba dunia, kwa sababu tumeona Roman Catholic ambayo ndiyo imekuwa kinyume na Mungu toka ilipoanza kutawala. Mungu aliruhusu mataifa ya Kiislamu yaweze kuiadhibu Roman Catholic. Kwa Waarabu walikuwa ni kama fimbo ya kuadhibu hawa waabudu wa sanamu. Tumeona jinsi ambao Wavendo waliwaadhibu hawa Roman Catholic. Tunaona jinsi ambao Wagoth waliwaadhibu. Tunaona pia dola ya Kiislamu ikiinuka kuadhibu. Tunaona pia Ottoman Empire ikiwaadhibu. Baada ya kuanguka ule mwaka 1840, bado Mungu alikuwa anaendelea kushikilia pepo. Maana ni kwamba mwaka 1844 Waadventista waliinuliwa tena kwenda kuhubiri ili kusudi kuandaa watu
na ujio wa Kikristo. Hivyo kupitia dola za Kiislamu tulishuhudia pia hata wakati wa Saddam Hussein, Marekani akimwondoa Saddam Hussein, hata wakati wa Libya Gaddafi akiondolewa. Maana yake Mungu kupitia hizi nchi za Kiislamu aliziweka kuwa fimbo ya kuadhibu Warumi. Na tunapoona Waislamu wakiadhibiwa vikali, ni dalili mojawapo ya kwamba kwa sababu wao Mungu ndio aliowaweka waweze kushikilia pepo, ni ishara wazi ya kwamba kazi ya kutia muhuri kwa watu wa Mungu imekaribia kukamilika. Na maana yake ataruhusu pepeto, ataruhusu zoruba ije, na wale ambao watakuwa hawajajiandaa hawataweza kusimama. Hivyo matukio haya yana maana kubwa mno kwa Waadventista wa Sabato. Kuna maana kubwa mno ya Waadventista kuwa tayari wanapoona hizi changamoto, wanapoona hizi vita. Maana yake hakuna vita ambayo haina maslahi kwa Rumi. Vita yote ambayo Rumi anaamua kuifanya ina maslahi. Kwa nini Rumi iko aggressive sana kwa sasa? Rumi iko aggressive kwa sababu nafahamu ya kwamba miaka 6000 inakwenda kukoma mwaka 2031. Hivyo wanapambana waweze kukamilisha mambo yao yote katika muhula uliobakia. Kumbuka kuna miaka 3.5 ya kutawala kwa Rumi, sababu ule muda utafupishwa. Haitakuwa tena miaka au miezi 42 ambayo tulizungumza wakati uliopita, ambayo inaenda kwa siku kwa mwaka. Huku itakuwa ni siku kwa siku, maana hakutakuwa tena na unabii mrefu kama Ellen White alivyozungumza. Kitabu cha Last Day Event ukurasa wa 148 paragrafu ya 4, nabii anasema kama ifuatavyo: katika dhahama kuu ya mwisho, katika pambano kuu na Shetani, wale walio watii wa amri za Mungu watashuhudia kila msaada wa kidunia ukisitishwa, kwa sababu wanakataa kuvunja sheria yake. Kwa kutii mamlaka za kidunia watazuiliwa kuuza wala kununua. Hivyo kinachotafutwa kwenye hii vita ambayo inaendelea leo Mashariki ya Kati ni kwamba Shetani anataka kuleta janja zake ambazo watu wa Mungu, ulimwengu utaingizwa katika sheria za Jumapili, na wale ambao watakataa kuendana na masharti haya watakumbwa na adhabu ya kifo. Na ndiyo maana Marekani hataki kuachilia. Trump ni Jesuit, na tunafahamu anaongozwa na Heritage Foundation, na mipango yao yote inafahamika kwamba kufikia 2030 wawe wameshakamilisha. Ratiba ya Mungu pia iko 2031. Kwa hiyo Heritage Foundation na washirika wote wa Papa, plani yao ni kwamba kufikia mwaka 2030 wawe wameshapitisha sheria Jumapili. Ndio maana wako aggressive sana, wanapambana mno kuhakikisha kwamba wanatimiza azma yao. Na haya mambo yangepaswa kuamsha Waadventista. Haya mambo yangepaswa kurejesha usikivu watu wa Mungu kwa Kristo na kazi yake, ambapo akitoka tu, maana yake hakutakuwa tena na msamaha, hakutakuwa tena na maombi ambayo kupitia damu ya upatanisho yatapokelewa. Hivyo huu ndo wakati wa kujiandaa, wakati ambapo tunashuhudia pepo zikiachiliwa. Na ushuhuda wa pepo kuachiliwa ni vita na matukio ambayo leo yanaendelea katika ulimwengu unaoelekea mwishoni. Hivyo kwa hiyo ulimwengu wote utakuwa kinyume na Waadventista wa Sabato, na wengi kwa kuhofia kukosa chakula watajiunga kupokea alama ya mnyama. Last Day Event ukurasa wa 149, Ellen White nasema kama ifuatavyo: kwa hofu ya kukosa chakula na mavazi wataungana na ulimwengu katika kuasi sheria ya Mungu. Dunia yote itakuwa chini ya himaya yangu. Huyo ni nani? Huyo ni Shetani anazungumza hivyo. Hivyo Waadventista wa Sabato ambao hawatakuwa wamejiandaa wakati huu wa amani wataungana na ulimwengu kwa sababu ya kuhofu kukosa chakula. Watajiunga na watakuwa chini ya bendera ya nani? Chini ya bendera ya Shetani. Shetani anafahamu haya mambo, na ndiyo maana wakati huwa kutiwa muhuri anawafanya watu wa Mungu waondoe usikivu wao kwa kazi ambayo Kristo anaifanya katika patakatifu kule juu mbinguni. Hebu sikia. Ratings ukurasa wa 43 anasemaje Ellen White:
Shetani sasa anatumia kila njia katika wakati huu wa kutiwa muhuri ili kuondoa usikivu wa akili za watu wa Mungu, kuacha ukweli wa leo na kuwafanya wachoke. Anafanya hivyo. Niliona kinga ambayo Mungu alikuwa akisogeza kwa watu wake kuwalinda katika wakati wa taabu, na kila roho iliyothibitishwa katika kweli, iliyokuwa na moyo safi, ilifunikwa kwa kinga ya Mwenyezi. Hivyo Mungu anaandaa watu wake kwa ajili ya changamoto iliyoko mbele yetu. Hivyo tunapoona Mungu akiruhusu pepo zivume, ni dalili wazi ya kwamba tumekaribia kufungwa kwa historia ya ulimwengu. Na wale watakao kuwa tayari, maana yake watamshuhudia Yesu Kristo akija katika mawingu ya mbinguni. Kumbuka, nimewaeleza wazi ya kwamba mataifa ya Kiislamu Mungu aliyatumia vyema kwa ajili ya kuadhibu Ukatoliki. Hivyo Katoliki hawezi akapitisha sherehe za Jumapili kama bado mataifa yenye misimamo mikali yakiendelea kubaki na misimamo yao. Hivyo nchi nyingi lazima zipinduliwe na watu waweze kuandaliwa kwa ajili ya New World Order. Kwa tunaposhuhudia hizi vita, watu wa Mungu, ni dalili wazi ya kwamba shetani anakaribia kuingiza ulimwengu katika wakati wa taabu, ambayo imezungumzwa wazi ya kwamba hautakoma mpaka shetani atakaposalimu amri. Hautakoma mpaka Kristo atakapokuja mara ya pili. Hautakoma. Kwa sababu hiyo, Koresh, ambao tunafahamu ya kwamba wakati wa utawala wa Koresh, Mungu alimtumia Koresh. Na tunafahamu ya kwamba Uajemi ya zamani ndipo ambapo pia Irani ilipo. Kwa hiyo, kama ambavyo Mungu alimtumia Koreshi kuwaruhusu watoto wake watoke Babeli na kwenda tena Yuda, tunaona matukio hayo yakijirudia. Anamtumia tena Koreshi wa kisasa, anaitumia tena Uajemi ya kisasa kuruhusu kwamba watu wa Mungu warejee tena Yuda. Na hii haitakuwa Israeli ya duniani hapa. Maana yake watakatifu wa Mungu watajiandaa kwa ajili ya kuhamishwa katika makao ya milele. Hivyo tunapoona Irani ikishambuliwa, ni dalili mojawapo ya kwamba pepo zinakaribia kufanyaje? Kuachiliwa. Maana yake idadi ya watu wa Mungu ambao wametiwa muhuri imekaribia kukamilika. Maana ya pili ni kwamba ni ruksa sasa ya watoto wa Mungu waruhusiwa kutoka tena duniani na kwenda mbinguni. Maana yake tumekaribia kufunga historia ya huu ulimwengu. Tupo karibu kufunga nini? Historia ya huu ulimwengu. Ellen White wrote the great controversy between Christ and Satan that has been carried out for nearly 6,000 years is soon to close. We are closest to the end of the world, the appointed time of the great controversy, which is 6,000 years, is ending. Jesus is coming soon, and very soon. Jesus' crucifixion in 31 AD marked 4,000 years since the great controversy began in Eden. Ellen White tells us so in the book Great Controversy, chapter 18. We are closest to the end of the world, the appointed time of the great controversy, which is 6,000 years, is ending. Jesus is coming soon, and there
2031 will mark the end of 6,000 years of the great controversy. And Ellen White in the book Selected Messages, Volume 3, page 18 wrote, before Jesus died on the cross, he looked down the lines 2,000 years before the close of the earth's history. We are closest to the end of the world, the appointed time of the great controversy, which is 6,000 years, is ending. Jesus is coming soon, and very soon.